Wakazi wa bonde la Kerio katika ibada ya shukrani iliyofanyika Sigor, kaunti ya West Pokot, kusherekea kurejea kwa amani baada ya operesheni endelevu za kiusalama dhidi ya ujangili wa mifugo na uhalifu wa kutumia silaha haramu. Amani imerejea baada ya zaidi ya miongo mitatu ya migogoro, umwagikaji wa damu na hali tete kukithiri. Ibada hii ya shukrani ilifanyika katika uwanja wa Chesombur, ikiwakutanisha viongozi wa kisiasa na wa kidini kutoka kaunti za West Pokot, Elgeyo Marakwet, Baringo, Samburu, Turkana na Laikipia. Kwa miaka mingi bonde la Kerio lilikuwa uwanja wa mapambano ambapo uvamizi wa mara kwa mara, shambulizi ya kulipiza kisasi na umiliki wa silaha haramu vilivuruga maisha ya wakazi na kukwamisha maendeleo. Hii stock theft ni ya ujinga, ya kuletea sisi maafa, ya kuletea sisi umaskini, ya kuletea sisi hasara. Wakati huo huo, rais alitoa onyo kali kwa yeyote ambaye bado ana silaha haramu, akiagiza kwa bunduki zote zikabidhiwe mara moja kwa polisi au viongozi wa kidini. Usipofanya hivyo, we are going to come for it. Tutakuja kuchukua hiyo bunduki. Na tukikuja kuchukua hiyo bunduki, utakipata. Si nimesema mapema mchana? Muwafikishie habari. Mwambie hawa Murkomen alikuwa hapa, rais akimsupervise, hataki kupoteza kazi yake, rudisheni bunduki ama serikali itakuja kuchukua bunduki hizo kwa nguvu kama vile mheshimiwa rais amesema. Serikali inasema kwamba kutokana na amani iliyopo sasa, miradi kadhaa ya maendelezo imeanzishwa ili kuziba miongo kadhaa ya kutostawi kwa Kerio. Kujeni sasa mununue shares ile stock exchange. Kwa sababu mmewachana na hii stock theft. Sasa kujeni tufanye stock exchange. Viongozi waliokuwepo waliwahimiza wakazi kulinda amani iliyopatikana, wakisema ndio msingi wa ustawi wa kudumu wa eneo hili. Leo wamama wamerudi nyumbani, wanapikia watoto yao vizuri, wanakamua ng'ombe, wanaenda mtoni na wanarudi salama. Viongozi wanasema bonde la Kerio sasa linafungua ukurasa mpya, huku amani ikitajwa kuwa uwekezaji wake wa thamani zaidi. Sheila Chelangat, Runinga ya TV 47.